Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Leo niko hapa mbele zenu nikitaka kuzilisha kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, basi ni Mungu. Kwa hiyo niko hapa mbele zenu nikitaka kuzilisha kuwa Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ni Mungu. Najua wengi wameongea, najua wengi wamefundisha, lakini bado kuna migogoro katika jamii. Bado Wakristo wengi hawana ufahamu, hawana uelewa na hawawezi kujitetea. Lakini leo mimi nataka nidhihirishe kuwa Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ni Mungu. Nami sitaongeza serusi ya neno langu la aina yoyote, bali nitamdhihirisha Yesu kuwa ni mwana wa Mungu na Yesu ni Mungu kwa kutumia maandiko peke yake. Na mwenye kusikia na afahamu na kuamini, na asiyesikia na asiyefahamu Mungu akusaidie. Ila leo mimi nitamdhihirisha Yesu kuwa ni mwana wa Mungu na pia Yesu ni Mungu kwa kutumia maandiko tu. Sitaongeza neno langu la aina yoyote kama wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaanza kuonyesha kuwa kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa ni kwa muujiza, ni tofauti na wanadamu. Nikisoma Mathayo 1:18 nasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitaki kumwaibisha, aliazimia kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tena nikisoma Luka 1:26, nikisoma Luka 1:31 nasema, tazama utachukua mimba. Hapa malaika Gabriel alikuwa anaongea na Bikira Maria. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia nitasoma Yohana 9:35. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana, akamsujudia. Bwana Yesu asifiwe. Pia nitasoma Mathayo 12:16. Hii yote inaonyesha kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Bado sijafika kuwa Yesu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitasoma Mathayo 12:16. Akawakataza wasimdhihirishe, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema. Hapa Yesu aliwakataza wanafunzi wake wasimdhihirishe yeye, kuwa yeye ndiye Kristo, kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu. Pia nitasoma Mathayo 8:29. Mathayo 8:29 inasema, na tazama wakapiga kelele wakisema. Hawa walikuwa ni mapepo, walikuwa ndani ya watu makaburini huko. Kwa hiyo Yesu alipopita kule alikutana na hawa watu ambao wenye mapepo. Sasa wale mapepo ndo wakaongea wakasema, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Unaona? Bwana Yesu asifiwe. Pia nitasoma Mathayo 7:21. Inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.
Bwana Yesu asifiwe sana. Pia nitasoma Mathayo 16 mstari ule wa 13. Hii yote inaonyesha kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma Mathayo ile 16 mstari wa 13. Sitaongeza neno langu la aina yoyote lile. Inasema basi Yesu akaenda pande za Kaisari Filipi, akawauliza wanafunzi wake akisema, watu nena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Simeoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisoma tena Marko 1 mstari ule wa kwanza mpaka 11, napo utaona hivyo hivyo kuwa inamzilisha kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma Marko 1 Marko 1 mstari wa kwanza inasema, mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pia ukisoma Marko 1:23 mpaka 25, napo utakuta hivyo hivyo inamzilisha kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ukisoma tena Marko 2 mstari wa 5 mpaka wa 7, napo inaonyesha hivyo hivyo Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Pia nitakusomea Marko ile 15 mstari wa 39, inasema basi yule akida aliyesimama hapo akimwelekea, alipoona ya kuwa alikata roho jinsi hii, akasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yote haya maandiko yanaonyesha kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sasa ninaenda kuonyesha maandiko yanayoonyesha kuwa Yesu Kristo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikisoma ile Yohana 1:1 inasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo mlimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Bwana Yesu asifiwe. Hapa naonyesha kuwa Yesu Kristo ni Mungu. Inasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Inasema naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nitaonyesha tena mstari ule wa 14, inasema naye neno alifanyika mwili. Nani huyo aliyofanyika mwili? Ni Yesu Kristo, ambaye ukisoma huku juu inasema ni nani? Alikuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pia nitasoma ile Wafilipi 2. Hii ilikuwa ni ujumbe umeandikwa na Mtume Paulo kwenda kwa Wafilipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma Wafilipi 2 mstari wa 5. Inasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwako pia ndani ya Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Bwana Yesu asifiwe. Hapa inaonyesha kuwa Yesu alikuwepo mbinguni, alikuwa Mungu. Aliona ile kuwa sawa na Mungu hakufai. Kama huku duniani watu wanaangamia, kama huku duniani dhambi zinatendeka, aliona hakufai
Kwa hiyo aliamua kuja duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya nimemthibitisha Yesu kuwa ni mwana wa Mungu, na Yesu ni Mungu kwa kutumia maandiko tu. Kwa hiyo wewe Mkristo unayebabaika, wewe Mkristo usiyekuwa na mfahamu, jitahidi sana kupambania imani yako. Jitahidi sana kuichunga imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe Mkristo, ninasema na wewe, uko sehemu salama, uko sehemu sahihi. Usibabaike, usisumbuliwe na mtu, usisumbuliwe na uzushi wa aina yoyote au mvumo wa maneno yote, bali wewe unabidi usome Biblia. Maandiko ndiyo ya kuongoze wewe. Maandiko ndiyo ya kuongoze wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa nimemthibitisha kuwa Yesu kuwa ni mwana wa Mungu na Yesu kuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na aliyesikia na afahamu na kuamini, na asiyesikia na asiyefahamu, Mungu akusaidie sana sana.